la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa sisi ACT Wazalendo. Kama ambavyo mwenyekiti wa chama wa ngome ya wanawake ameeleza kwamba leo tumeanza na matukio ya kijamii na tarehe 8 kutakuwa na maadhimisho sasa ambayo yatakuwa na kongamano kubwa ambalo mgeni rasmi atakuwa ni ndugu Doro Sem, kiongozi wa chama. Tumefarijika sana mimi kama mgeni rasmi leo kuona namna ambavyo jamii imeitikia kwenye eneo la wajasiriamali. Nimepata nafasi ya kuona bidhaa zao na nimepata nafasi ya kuwasikiliza, na wote kilio chao ni kile kile, masoko na mitaji. Kwenye mitaji wote wanatueleza kwamba bado kuna urasimu mkubwa katika upatikanaji wa mikopo inayotolewa na halmashauri. Na hili ni jambo ambalo serikali inapaswa kulitazama kwa jicho la kipekee, kwa sababu uchunguzi wa ACT Wazalendo unaonesha kwamba mikopo ya halmashauri pamoja na fedha za TASAF hivi vyote vimekuwa politicized, kwa maana ya kwamba serikali inatumia haya yote mawili kama silaha ya kuendeleza maslahi ya Chama cha Mapinduzi, badala ya kutazama wajasiriamali ambao wana sifa wapate mikopo ya kutosha na wapate kwa wakati. Kwa sehemu kubwa vikundi vingi ambavyo vinapewa kipaumbele ni vile ambavyo vina mafungamano na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tumeelezwa changamoto za urasimu, lakini pia tumekwenda kwenye damu salama na tumeelezwa kwamba nchi yetu bado ina mahitaji makubwa ya damu, kwa sababu bado kuna mahitaji makubwa kutokana na ajali, mama zetu wanaojifungua na watoto wachanga na matukio mengine mbalimbali. Na ACT Wazalendo tunataka kuwa mabalozi katika eneo hilo. Kwa hiyo tunawapongeza sana ngome ya wanawake kwa kufanya hilo kwa vitendo badala ya kulihubiri kwa mifano tu. Na pia tumepata nafasi ya kutembelea upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi pamoja na saratani ya matiti, na tumefarijika sana kuona kwamba wanachama, viongozi wa ACT Wazalendo na jamii, ukitazama watu wengi ambao wameitikia wito hapa sio hata wanachama wa ACT Wazalendo, na hili limetupa faraja kubwa sana. Lakini tukihamasisha tu wanawake wapime bila huduma hizi kupatikana kwa urahisi katika ngazi za chini, tutakuwa tunafanya kazi bure. Takwimu zinaonyesha kwamba huduma hizi hazipatikani katika ngazi za chini kwa urahisi, na watu ambao wanahitajika kujitazama, kwa mfano wataalamu wanasema wanawake kuanzia miaka 15 na kwenda mbele ni vizuri waende wakatazame, wafanye check up. Kwa hiyo wito wa ACT Wazalendo ni kwamba tunaitaka serikali katika kila zahanati na katika kila kituo cha afya pawe na huduma ya uangalizi wa awali wa kutazama viashiria vya saratani ya matiti pamoja na shingo ya kizazi, na serikali iwekeze vya kutosha katika ngazi ya hospitali za wilaya kuhakikisha kuna vifaa vya uhakika vya kufanya uchunguzi wa kina. Sasa la mwisho kwenye hili jambo la saratani, baada ya kuwasikiliza wataalamu, kuna jambo hata mimi mwenyewe nimejifunza. Zamani ukisikia saratani ya matiti unajua haya ni mambo ya wanawake. Wataalamu wametuambia katika visa vya saratani ya matiti 99% ni wanawake, lakini 1% ni wanaume. Hiyo maana yake ni nini? Na wanawake pia na wanaume pia wanapaswa kwenda kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti. Na mimi kwa kweli uelewa huo nilioupata umenifungua macho sana. Lakini sasa kama kiongozi sipaswi kuishia hapo. La kwanza, leo zege alilali na kwenda kufanya check up ya saratani ya matiti ili iwe ujumbe kwa wanaume wote wa Tanzania kwamba tunawahamasisha wanawake, lakini na wanaume pia tukatazame. Sasa nikiishia kusema mdomoni tu nitakuwa sijatoa ujumbe. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia kama wataalamu wataafiki, leo mimi nitaongoza zoezi hilo, na kwa kweli nitapenda niwe balozi wa wanaume Tanzania kuwahamasisha kwenda na wao kufanya check up ya saratani
ya matiti, kwa sababu wanawake wanapata elimu, wanaume hawapati elimu. Kwa hiyo unaweza kukuta baadhi wanapata matatizo huko, wanafariki kwa sababu ya kukosa elimu ya upesi. Asanteni sana, tunawashukuru. Tukutane tarehe 8 ukumbi gani mwenyekiti? Millennium Towers, ambapo ujumbe mkubwa wa ACT Wazalendo katika maadhimisho ya siku ya wanawake utatolewa. Asanteni sana na washukuruni sana. Nitambulisha jina na cheo chako. Asante. Kwa majina naitwa Zawadi Mohamed, ni katibu wa jimbo la Kinondoni. Hili zoezi la leo kiukweli nimelipokea vizuri. Kwanza kabisa nawashukuru Ngome ya Wanawake Taifa kwa kutuletea, kwa sababu tumeweza kujua afya zetu. Kama tulivyosikia kwamba 99% ni wanawake. Kwa hiyo huwezi jua kama mimi niko sawa ama sivyo. Kwa hiyo tunawashukuru sana, lakini pia tunashukuru uongozi mzima wa ACT kwa hii fursa. Asante.